Bwana Yesu Kristo aliye Mungu mkuu na nuru halisi atukuze sana. Tokea katika mlima huu wa maombi ninalo tangazo dogo. Tangazo hili ni la kukukaribisha katika mkesha wa usiku wa tarehe 31 kuingia tarehe 1, kwa maana ya usiku wa kuuaga mwaka 2025 na kuingia mwaka 2026. Mkesha huu utakuwa ni mkesha wa baraka sana, ambao unaambatana na matukio mawili makubwa. Tukio la kwanza ni tukio la kukabidhiwa jiwe jipya jeupe ambalo ndani yake linalo jina jipya. Maandiko anasema, yeye ashindaye nitampa jiwe jeupe ambalo ndani yake lina jina jipya asilolijua mtu yoyote bali yeye aliyekabidhiwa jiwe hilo. Manake msimu mpya na jina jipya. Maandiko anasema, wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watakwenda mbio hawatazimia, watakwenda kwa miguu hawatachoka, watapaa juu kama tai. Usikubali kuingia katika msimu mpya bila matukio mapya. Tukio la kwanza la kiimani, Yakobo alichagua jiwe jipya katika safari ya maisha yake. Akawa anajitesa na kukesha kwa njia ya imani akiomba. Mungu akamtokea kupitia jiwe hilo na akajitambulisha kwamba yeye ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, na ya kwamba nchi ile amemkabidhi yeye. Nataka nikuhakikishie, Mungu atakupa nchi sahihi, na kama ni Tanzania itakuwa ni nchi yako na utakuwa na hatima ya kitaifa. Kama ni kimataifa utakuwa na hatima ya kimataifa. Jiwe linawakilisha msingi wa mwaka mpya. Jiwe linawakilisha Mungu. Jiwe walilolikataa waashi sasa limekuwa jiwe kuu la pembeni. Jiwe hilo linawakilisha silaha ya kuwatwanga maadui zako. Kumbuka ya kwamba Daudi alimwangamiza Goliati kwa jiwe. Jiwe hilo linawakilisha msingi wa majira mapya. Takabidhiwa jiwe hilo usiku wa saa 6 ambao ni wa kuingia majira mapya. Na baada ya kukabidhiwa jiwe hilo, tutakuwa na tukio la kutawazwa mikono, miguu pamoja na uso wako. Na hii ni alama ya kutawazwa na kufunguliwa pazia la majira mapya, kuwekwa wakfu kwa ajili ya msimu mpya wa mwaka 2026. Ninakukaribisha. Ishara, ajabu, miujiza zisizokuwa na idadi zitaambatana nawe. Niko hapa mlimani usiku huu, ninakesha katika mlima huu. Nitakuwepo ngomeni, ninateremka saa 12 jioni na kuingia madhabahuni moja kwa moja kwa ajili ya kuanza ibada. Baada itakuwa na ishara zisizokuwa na idadi, miujiza zisizokuwa na idadi. Unaijua ngome ya Yesu Kristo. Pendwa watazamaji na wasikilizaji, niwakumbushe tu kwamba yako mambo matatu unayopaswa kuyajua. La kwanza, unavuka mwaka 25 kuingia 26 ukiwa wapi? Eneo ulilopo lina umuhimu sana. Wengine wameshavuka kupitia madhabahu za uganga, uchawi, mizimu, ushirikina, lakini sisi tutatumia madhabahu ya Yesu Kristo aliye Mungu mkuu na nuru halisi kuvuka. Wengine wanatamkiwa maneno kutoka katika madhabahu mbalimbali kufuatana na msimu wanazokwenda, kwa sababu kila msimu una neno jipya na maneno yanasimamiwa na Roho. Maandiko yanasema wazi ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Njoo utamkiwe neno la baraka. Maandiko yanasema haikanushiki kwamba mdogo atabarikiwa na mkubwa. Njoo utamkiwe maneno ya baraka.